So leo nitaka nizungumze kuhusiana na haya mambo ya utafutaji. Mwana anaweza akawa anatafuta pesa, anataka kukua kibiashara, lakini akawa hajajua kwamba kuna tofauti kubwa kati ya akili ya kutafuta pesa na akili ya kutunza pesa na akili ya kuzizalisha pesa. Hapo naomba nirudie. Kuna tofauti kubwa sana kati ya akili ya kutafuta pesa na akili ya kutunza pesa na akili ya kuzalisha pesa. Kuna akili ya kutafuta pesa, akili ya kutunza pesa na akili ya kuzizalisha pesa ziwe nyingi zaidi. Hizo ni akili tatu tofauti. Niulize mimi niko kwenye akili gani? Msiri uko kwenye akili gani? Tumalizie kwa tukujibu baadaye. Watu wengi sana wanapambana kwenye kutafuta pesa. Lakini kwa nini watu hawakui na kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha hata baada ya kupambana kwa muda mrefu? Kwa sababu pesa ina kanuni. Mojawapo ya kanuni ya fedha ni kwamba ni lazima uwe ni mtu unayeishi kwa taratibu za kifedha ambazo kwa wengi wetu hatukupata kufundishwa majumbani, hatukupata kuelekezwa majumbani, mashuleni huko tulikotoka. Kwa hiyo watu wengi maisha yao ya kifedha unaweza ukatumia neno yako kiholela. Kwa Kiingereza unaita financial chaos. Yaani maisha yake ni vurugu, maisha yake ya kifedha yako katika vurugu, yako kwenye chaos. Hayana mpangilio. Kwa hiyo swala la kukuza mtaji, na hili nalizungumza kwa sababu mwana afahamu kwamba kazi namba moja ya biashara au lengo namba moja la biashara. Sasa hapo kwenye lengo namba moja ya biashara nataka ukae kwenye kiti kile pale. Ili baadaye duniani watu wakuone vizuri. Choma watu na mic yako, vaa mic yoyote, it's okay. Weke kaa kwa hapo sasa vizuri kabisa. Asante sana. Hapo fresh So na hapa nasikia vizuri kwa kweli. Unasikia vizuri. So kwanza lengo kuu la biashara ndio sio kutafuta faida. Lengo namba moja la biashara sio kutafuta faida. Lengo namba moja la biashara linapaswa kuwa kukuza mtaji. Ndio maana warning kubwa ambayo utaipata kwa mtu yeyote aliyofanikiwa akikuona unapambana kufanikiwa ni kwamba usile mtaji. Ndio. Kwa hiyo la kwanza ni kuulinda ule mtaji, lakini kuweza pia kukuza ule mtaji. Kukua kwako kibiashara kunatokana na kukua kwa mtaji wako. Sure. Ndio maana mtu inabidi ajifunze kwamba mtaji unakuwa vipi. Mtaji wa kifedha namaanisha. Mtaji wa kifedha unakuwa vipi? Kwa hiyo akili ya kutafuta pesa na akili ya kutunza pesa na akili ya kukuza mtaji, ya kuzalisha pesa ni akili tatu tofauti. Sasa kwenye kutafuta pesa, mtu anaweza akatafuta pesa kwa njia ya ajira. Hapo unatafuta pesa. Mtu anaweza akatafuta pesa kwa njia ya kujiajiri. Hiyo nayo ni namna ya kutafuta pesa. Mtu anaweza akatafuta pesa kwa njia ya kufanya biashara. Na hapo tuna watu wengi sana. Lakini pia mtu anaweza akatafuta pesa kwa njia ya kuwekeza. Kwa hiyo kuna kuajiriwa, kuna kujiajiri, kuna kufanya biashara na kuna kuwekeza. Hizo zote ni namna tofauti za kutafuta pesa. Kwa lazima mtu ajue mimi akili ya kutafuta pesa nilionayo ni ya kwenye ajira, ama ni ya kwenye kujiajiri, ama ni ya kwenye kufanya biashara, ama ni ya kuwekeza. Msiri nitakupa mfano. Mtu anaweza kawa na mtaji, anaweza kawa na kiwango fulani cha pesa amepata kwa namna yoyote ile, na akaamua kwamba hiki kiwango mimi ngoja nikanunulie hisa. Sasa hapo tunazungumzia mambo ya elimu ya fedha. Ngoja nikanunue hisa za kampuni yoyote ile. Halafu ananunua hisa kwa kiwango cha ile pesa aliyopata. Let's say mtu ameenda kuchimba madini. Halafu akapata zake milioni 40. Akasema mimi bwana sitaki kufanya biashara, sitaki kujiajiri, ngoja kwanza hii hela nikaitumbukize kwenye soko la hisa. Labda akapata hiyo elimu. Akaenda kuiweka kule kwenye soko la hisa. Na bahati nzuri tuseme kwamba ikawa ni bahati nzuri hisa alizonunua kampuni husika ikawa inakuwa. Kwa hiyo ile pesa milioni 40 ile ambaye alinunulia hisa
baada labda ya miezi 6 au mwaka ikawa imefika milioni 100. Hilo jambo linawezekana tena hata zaidi. Mtu akipata elimu sahihi na mambo yakienda vizuri, kwa sababu mambo ya hisa pia ni kama huwezi jua, ni kama bahati nasibu. Kwa tuchukulia kwamba huyo mtu ameamua kukuza mtaji kwa kupitia soko la hisa, kwamba pesa alikuwa nayo, badala ya kuiwekeza kwenye biashara au kujiajiri, akaamua kuiweka kwenye soko la hisa ili huko wamkuzie mtaji wake. Kampuni inafanya kazi, waajiriwa wa ile kampuni wanafanya kazi, alafu pesa zake huyo mtu zinakuwa. Hiyo ni akili ya kukuza pesa, ambapo mtu anaweza akaikuzia kwenye biashara ama kwenye kuwekeza. Kwa hiyo ndio maana nikasema kuna tofauti kubwa sana kati ya akili ya kutafutia pesa. Mwingine kaenda kwenye madini, nimesema katafuta pesa kaipata. Kila mtu ana njia yake. Kila mtu ana njia yake. Umeweka vizuri sana. Msingi kila mtu njia yake impe matukio. Na tuheshimiane kwenye kila mtu njia. Tuheshimiane kwenye njia. Usiseme kwamba hicho kitu hata mimi kishanikuta sana. Yaani kuna mtu anaamini njia yake. Yaani kama umefanikiwa kwenye biashara Kariakoo, basi kila mtu anataka aende Kariakoo. Which means sio kweli. Sio kweli, lakini pia anayefuga kuku anaonekana kama hafanyi kitu zaidi. Hafanyi kitu zaidi. Lakini kuku tunakula. Sasa wewe ambao umeenda Kariakoo umepata, unaona huyu anayefuga kuku kama anapoteza time. Sisi wengine ni watangazaji, unaona kama tunapoteza muda. Jamaa ajielewa, anapoteza muda. Lakini kumbe uko kwenye lane yako, uko kwenye mstari wako. Yeah, sure. Kwa hiyo umeiweka vizuri sana, nimependa. Ni ukumbusho mzuri kwetu kwamba kuna namna tofauti tofauti za kutafuta nini? Pesa. So kila mtu lazima ajue. Mwana ambaye tunazungumza naye hapa sasa hivi inabidi ajue. Hivi mimi, kwa sababu Msiri kuna watu ambao ni wazuri sana kwenye kutafuta pesa kwa njia ya ajira. Yaani ukimpatia huyu mtu kazi, anaweza akaifanya kwa uaminifu mkubwa sana na uwezo wa kutengeneza pesa nzuri sana kupitia ajira. Msiri kuna watu wameajiriwa na ni mamilionea. Sure. Amini usiamini? Naamini. Ya unaamini. Vizuri sana. Maana ile amini usiamini waga inaishia kwenye usiamini. Usiamini. Kwa hiyo kuna mtu kujitambua na kujua. Wiki iliyopita nilizungumza nikasema kuna watu ni wazuri sana kwenye kufanya kazi kwenye kitu kilichoanzishwa na mtu mwingine. Sio kuanzisha cha kwake. Kwa sababu kuanzisha kitu chako ni mchakato mgumu. Msiri, mbona kama ilishatokea kwako? Kuna mtu anakuambia, mimi Msiri bwana nataka kwa kama wewe. Naambia, oya, yaani nahitaji kuona vitu vingi, sijui. Lakini na wakati mwingine anaona unamkatia tamaa. Unaona kama unamkatia tamaa, lakini it's not easy. Kumbe anamwambia ukweli. Kuanzisha kitu mpaka kiwe kama ulivyo sasa hivi ni mchakato mrefu na mgumu. Kukuamini kwanza tu kukuamini. Kwa hiyo kumbe kama hii kuaminika. Imagine. Inakuwa ni tunazungumzia TBC ndio. Yeah, of course, yeah. Maana tunazungumzia nchi, taifa. Kwa hiyo ni mtu ambaye umeaminiwa na taifa. Yeah, sure. Kwa kufika hapa sio bahati mbaya. Yeah, exactly. Kwa kuanzisha kitu mpaka kufika kile kitu ikiwe kikubwa si kazi ndogo. Lakini msingi wa mazungumzo yetu ni kwamba kuna akili ya kutafuta pesa na kuna njia tofauti tofauti za kutafuta pesa. Kwa hiyo mtu ambaye anatafuta pesa kwenye ajira inabidi ajifunze kwenye ajira yake pesa inapatikana vipi. Sure. Kwa sababu Msiri, mtu anaweza akafikiri pesa inapatikana kwa mshahara tu. Lakini kwenye ajira kuna vitu vingi. Kuna wakati kuna mikutano, kuna wakati kuna safari za hapa na pale, kuna posho, kuna nini. Na tuseme ukweli, kuna wakati mwingine posho watu wanakuweka kando. Wanaona tabia zako bado haziko sawa. Kwa hiyo kuna sehemu ya labda safari ambapo mkienda kuna posho. Huyu jamaa bwana ameusho huyu. Hebu tumpige chini. Ni naita corporate politics, ni kama siasa za kazini, lakini ni uhalisia wa maisha. Yeah, sure. Kumbe kuna namna ya kutengeneza pesa kupitia ajira ambayo si mshahara. Sure. Mtu asiye na akili ya ajira, yeye atajua akili yake, pesa yake inatoka kwenye mshahara tu. Lakini mimi nimewahi kuajiriwa, nimefanya kazi na watu ambao walikuwa na uwezo wa kutengeneza pesa nyingi kwa njia tofauti kupitia ajira hiyo nje ya mshahara. Na wengine tunataka kuajiriwa ili kutengeneza tu title ile kwamba uko sehemu fulani ili uaminiwe. Alafu baada ya kuaminiwa watakupa deal. Yeah, mimi naomba mtu mmoja ni mkubwa sana sasa hivi. Na alianza kwa kujitolea kwenye shughuli za taasisi za kampuni kama MC bure. Lakini wafanyakazi wa ile kampuni wanaona mtu mbona yuko vizuri, wakiwa na shughuli zao wanamuita. Unaweza kaona ni ajira ile ile lakini amepata namna ya kutengeneza pesa kupitia kwenye ajira yake. Yaani onyesha kile ulichokuwa. Unaona hiyo akili ilivyo tofauti sasa. Sure. Kwa hiyo hiyo ni sio nataka kujiongeza. Kujiongeza. Kwa hiyo kila mtu kwenye kama amejiajiri ajue. Basi haina shida. Unamtafutia unaweka cha juu kidogo, umeongeza pesa. Umemuuzia kitu usicho nacho.
umempa huduma sio nayo, ila kwa sababu umeingia gharama kuitafuta kwa ajili yake, yeye ameongeza ile gharama juu yake. Kwa hiyo umeingiza pesa zaidi ya kile ambacho umemuuzia. Hizo zote ni akili za nini, za kujiongeza. Kwa hiyo kila mtu, naona hata sio wizi, hata sio wizi, kihalali kabisa, hata uzurumati. Ni sasa na biashara yako winga kitu cha 1000 kuuzia 50. Yaani eti Mungu akulani. Hapana. Na kati ndo kazi yake. Na amejiongeza na wewe umeona ni fair na maisha yameenda. Kwa hiyo akili ya kutafuta pesa iko hapo sasa. Sasa tumeshatafuta pesa kwa namna yoyote ile, kwa ajira, kwa kujiajiri, kwa kufanya biashara, kwa kuwekeza. Tumeipata hiyo hela. Unaweza kuitunza msiri? Umefanya biashara ama umeajiriwa, umepata dili yoyote ile, umeingiza pesa milioni 50. Unakaa muda gani na milioni 50 msiri? Kwa mimi tukikupa milioni 50 sasa hivi tukasema tuje lini, tutakuta bado yuko vile vile. Mingi sana, maana ukinipa milioni 50 unaweza kujikuta sasa unaanza kujiuliza maswali mengi. 5 kwanza. Pata tu 5. Mimi kweli kwanza naombaga Mungu anipeleke step by step. Yaani asinipe mahela mengi kama ulivyosema yakanizidi. Kwa hiyo na Mungu akikupa ile kazi na kuzidi zitapungua mpaka kwenye size yako ile. Kwenye level yako ya kuweza kuzimiliki ndio zifike hapo. Utanunua vitu ambavyo huhitaji au vihitaji. Ila muda huo unaona unavihitaji. Muda huo unaona unavihitaji. Kwa hiyo mimi ninachomuomba Mwenyezi Mungu katika mitikasi yangu yote, hata kama akinipa milioni 100 nitakachokiamini na madini haya nayapata. Uzuri wa kipindi kwamba namuita Talk Business, anakiongea sana, naongea na mimi pia, sababu bado ni kijana na bado nina nafasi ya kufanya vizuri pia kwenye maisha yangu, si ndio? Cha kwanza naaminiji kwanza ni sete siasa kwenye hichi unachoniuliza. Nachomaanisha kwamba nikipata milioni 50 hapa sio itadumu muda gani, umeshenelewa? Nifate baada ya mwaka, si ndio? Uone katika ile milioni 50 imepungua ama imeongezeka. Lakini kitu ninachokuaminisha ni kwamba inaweza kuwa ni tiketi yangu kuwa katika list ya vijana mabilionea wadogo, umeshenelewa? Ukimweka Miradi pale, utamweka na Msiri pale, yani niko vizuri financial, lakini pia nina empower vijana kupita kwenye njia sahihi na kuamini kwenye kile walichokuwa nacho, kwa sababu hadi hapa tumefika. Kuna watu wametushuhudia nilipokuwa winga, nilipokuwa mwanamuziki, nilipokuwa manager, nilipokuwa street, nilipokuwa wapi mpaka kuwa hapa. Kwa kiukweli wanaamini Mungu yupo na kweli nimefight mpaka kufika hapa. Kwa hiyo tunachokipambania ni pesa ili kuwekeza podcast manini vitu kwa ukubwa. Kwa hiyo naamini itakuwa ni kubwa kwa sababu nina Talk Business kulia, nina Engineer Kabenda, nina Luvanda na Feli. Vipi bro? Kwanza nimependa namna ulivyoelezea historia yako kidogo, kwamba ulitoka, umekuwa huku, umekuwa winga, umekuwa nani mpaka umefika hapa. Manake huu mchakato inawezekana watu wengi wanakusikiliza hawaujui sure, kwamba kumbe kule ulikuwa unatengenezeka. Lakini kingine nilichopenda ni kwamba tayari umeshatambua umuhimu wa maarifa. Sure. Manake sisi kwako sio tu wageni wa kuja kwenye kipindi, bali ni watu wa karibu ambao wanageuka kuwa washauri binafsi. For real. Na ndivyo tunavyoishi, na ndivyo maisha yalivyo, na ndivyo tunavyoishi hata mimi na wewe pia. Yaani kuna vitu tunaongea pale na wanasearch unachokiongea, natamani na wanangu pia wakisikie. Ndio that is it. Yes. Kwa hiyo hiyo sasa ni akili binafsi. Unaweza kuona si kila mwana anaweza kawa na akili hiyo. Sure. Nimependa kitu cha tatu kwamba una vision tayari, kwamba hela haitafutu tu kwa ajili tu iwepo. Umesema nataka kuwa empower wana mambo ya podcast na vitu vingine, kwamba hela ipo, unaweza ukafanya projects za kuwasaidia watu kwa awareness na vitu kama hivyo. Kwa staili hiyo Mwenyezi Mungu sio dhalimu. Atakupa pesa. Na atakupa kulingana na kama tulivyozungumza kwamba kwa kiwango unachoweza kuhandle kwa sasa. Kwa hiyo kila kiwango cha pesa kinapokuja kwako inabidi uwe na akili sasa ya kukitunza kwanza ili kisipotee. Kwenye kutunza pesa hapo kuna elimu yake. Kuna wataalamu wa fedha ambao wako certified na BOT na wanafundisha elimu ya fedha. Mojawapo ya kitu ambacho mtaalamu wa fedha atakufundisha, na mimi mwana ningependa nimwambie kirahisi sana, ni kutengeneza personal budget binafsi. Kwamba kipato changu mimi kwa mwezi ni kiasi gani. Hakuna mtu yoyote duniani anayeweza kufanikiwa kifedha bila kujua mapato na matumizi. Walau hivyo vitu viwili. Sure. Mapato yangu ni kiasi gani kwa mwezi na matumizi yangu ni kiasi gani kwa mwezi, ili ujue ninachokipata ni kiasi gani cha fedha kinabaki. Sure.
kwa sababu unaweza kuwa unapata pesa nyingi lakini yote inaishia kwenye matumizi. Kwa hiyo kwenye kutunza fedha, kwanza kabisa inabidi utengeneze budget binafsi, alafu utengeneze na budget ya biashara yako. Kama ni mtu ambaye una biashara, biashara yako ina mapato kiasi gani? Kuna mapato binafsi msiri na mapato ya biashara. Watu wengi hawatofautishi kwamba pesa ya biashara ni ya biashara, sio ya kwake. Sio kwake. Kwa hiyo mteja kaja kanunua vitu pale, mtu ile anaenda kununulia luku nyumbani. Sio luku ya dukani, luku ya nyumbani. Manake pale amechukua pesa ya biashara, ameitumia kama pesa binafsi. Sasa kwa akili hiyo, huyu mtu hawezi kufanikiwa. Kwa lazima ajifunze kwamba namna ya kutengeneza budget binafsi, ili ajue pesa anayopata yeye ni kiasi gani binafsi na matumizi yake yakoje. Matumizi ni mlolongo mrefu hapa, lakini pia kuna mahitaji ya kuwekeza, kuna mahitaji ya kuweza kuweka hela kwa ajili ya emergency. Msiri, kitu kingine kinachoharibu watu kwenye biashara na kwenye utafutaji ni kwamba anapopata emergency, hela yote aliyoipata inaenda kwenye ile emergency. Kwa nini? Wazungu wanasema kuna kitu kinaitwa emergency fund, mfuko binafsi wa fedha kwa ajili ya dharura. Kwamba hata kama unapata 400,000 na matumizi yako labda ni 300,000 kwa mwezi, sasa hebu tafuta namna ya kupunguza matumizi kwanza kwenye ile 300,000, uhakikishe baadaye una angalau 100,000 baada ya miezi mitatu, una 100,000 baada ya miezi mitatu, baada ya miezi 6 una 200,000, baada ya miezi 9 karibia mwaka huu una 300,000. Maana yake matumizi yako ya mwezi mmoja tayari yapo sehemu fulani umesave kwa ajili ya emergency. Siku ikitokea kazi imekufa ama kuna kitu kimetokea kwenye biashara yako ama umejiajiri, tumeshuhudia mara kadhaa mtu ana kibanda chake pembeni ya barabara, wanasema kupisha ujenzi wa barabara. Kwa hiyo kipato chake kinaisha siku hiyo, kinakoma kipindi hicho. Hana mahali pengine ambapo ana fedha aliyowahi kuitunza kwa ajili ya emergency. Hilo limekuwa likirudisha watu nyuma sana. Kwa lazima mwana ajifunze kusave hela kidogo kidogo kwa ajili ya emergency. Halafu dharura. Halafu baadaye ndo ajifunze namna ya kuwekeza fedha. Sasa fedha inawekezwa vipi? Ni elimu tofauti, ni akili tofauti ambayo inahitaji mtu awe na uzoefu nayo, ama kama hana uzoefu awe na mtu mwenye uzoefu. Watu wanakwepa sana hilo jambo. Kama hauna uzoefu na jambo na hilo jambo ni muhimu kwako, ni muhimu kwako kutafuta mtu mwenye uzoefu nalo na ukakaa chini yake. Sasa kama hauna uzoefu na jambo, kama una uzoefu na jambo hilo ni muhimu kwako, basi ni muhimu kumtafuta mtu mwenye uzoefu nalo. Sure. Ukakaa chini yake akakusaidia kupata ule uzoefu. Kwa hiyo hata kwenye mambo ya kuwekeza kuna watu ambao ni wazoefu na wana maarifa makubwa. Pesa yako unaweza ukaiwekeza wapi ikazaa. Sure. Lakini ukiwasikiliza tu wana mtaani, ndio unaweza ukashangaa mtu anafanya biashara ama amepata pesa kwa namna nyingine yote, anaamua kwenda kubeti. Sawa, betting ni kitu ambacho kipo kihalali kisheria, lakini sasa sio kama ni njia ambayo imethibitika katika jamii kwamba ni njia salama sana ya kupata pesa, ya kukuzia mtaji au ya kutafutia pesa. Kwa sababu inahusisha bahati nasibu, haina structure, haina mifumo. Kwa hiyo mtu inabidi ajifunze kutafuta pesa kwa vitu vyenye mfumo, kutunza pesa kwa vitu vyenye mfumo, na kuzikuza pesa zake, kuzalisha pesa yake, kukuza mtaji kwa vitu vyenye mfumo. Ndio maana mwanzoni nimetoa mfano wa hisa. Kuna hisa, lakini pia kuna bondi za BOT. Unasikiaga neno linaitwa hati fungani. Maana yake hati fungani, kwa mtu asiyefahamu, ni kwamba ni utaratibu wa serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania kukopa pesa, nitumie hiyo lugha kabisa, kukopa pesa kwa watu wa ndani ya nchi au wa nje ya nchi au taasisi. Kwa hiyo Mtanzania yoyote yule ana uwezo wa kuikopesha serikali yake kupitia BOT na akawa analipwa riba kila baada ya miezi 6. Kuna watu mimi Msiri wananipigia simu, yuko Kigoma huko, anakuambia mimi bwana, hapa nina milioni 50, unaweza ukanishaurije? Nafanya biashara hii na hii na hii, unaweza ukanishaurije kwenye hii fedha? Unagundua ushauri wa kumpa yule mtu yani ni kazi ngumu sana, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo wewe unaamini angeweza kuchukua hata robo ya ile pesa akawekeza kwenye hati fungani. Lakini sasa mpaka apate uelewa, mpaka apate kuamini kwanza kwamba anaweza kuikopesha serikali, mpaka apate kujua kuna watu wengi tu hapa Upanga wamekaa wala tena
hawafanyi shughuli nyingi sana, wapo wamekopesha serikali na wanakula riba zao. Wanakula riba zao. Kwa wale watu tuseme wana wale ambao kwa namna moja ama nyingine wamebahatika kupata pesa nyingi kwa ghafla, ninashauri atafute wataalamu wa fedha. Wapo wengi mitandaoni, akiandika tu mtaalamu wa fedha au elimu ya fedha, watakuja watu wengi sana mtandaoni, na wengi huaga wanapenda kuweka label kwamba ni certified financial trainer au educator, kwamba huyu ni mwelimishaji au anaweza wa kukutumia fedha. hata wewe kutafuta mtu, kwa sababu tayari wewe ni mtu potential, ni mtu ambaye unaaminika, kwa sababu tupo hapa kwenye radio, hauwezi kumpeleka mtu chaka au vipi, kwa sababu ushachukua dhamana kubwa kabisa kwa ajili ya kuwazungumzia vijana. Kwa hiyo kwamba inamsaidia huyu mtu kupata elimu sasa ya namna ya kukuza mtaji. Kuna watu wengi msiri wana pesa nyumbani, hasa watu wa mikoani mbali kabisa na miji mikubwa. Wengi unakuta wana biashara zake za ng'ombe, za nini, za mazao, anauza vitu, anapata pesa nyingi, lakini anakaa nazo nyumbani. Cash money. Mtu ana pesa nyumbani mpaka leo, dunia leo. Lakini kuna elimu ya fedha kama hizi hasa sio vizuri kutaja vitu, lakini kuna kampuni za simu ambazo zina namna ya ukiwekeza kwenye hiyo simu, na kuna mahali unaweza kuweka pesa kwenye simu alafu ikawa inazaa, inakupa riba. Umenielewa? Kwa hiyo unaweza kuona hii ni elimu ambayo inaweza kumsaidia mtu jinsi ya kukuza mtaji wake. Sasa kwa hiyo mtu anaweza akatafuta pesa akaipata, lakini kuitunza hawezi. Kichwani kwake anawaza kwamba kila pesa ni kwa ajili ya matumizi. Kwa matumizi yake ya kawaida yakiisha, anatafuta matumizi mapya. Msiri ulivyokuwa mdogo, hata ndugu alikuwa akikupa pesa anakuambia kanunue soda, kanunue pipi. Mtoto mzuri kanunue pipi. Yaani hela ilikuwa inakuja na instruction na maelekezo. Hakuna mtu alikwambia hii hela tunza, utahitaji kwenye sikukuu ya Idi. Wangekuwa wametufundisha hapo, tatizo lilianzia hapo. Wangekuwa wanatuambia hivyo, sisi si ni watoto tu, tukua watoto tu. Mtoto ukimwambia hivyo ataamini kwamba ngoja nitunze kweli. Na unamuuliza kesho, hela yako bado ipo? Basi ngoja nikuongezee kama umetunza. Na kuongezea tena shilingi 500. Baada ya mwezi, hela yako bado ipo? Iko shilingi ngapi? Ile unanipa kodi kubwa sana. Ngoja nikuongezee kitu. Kuna mtu analalamika maisha magumu, ana simu ya milioni 2, milioni 3. Ndio. Juzi kuna mtu alinifuata pale nyumbani, Mr Business, Talk Business. Nifuata pale nyumbani, bro, naomba unisaidie hii kazi. Naomba, unajua mimi nafanya kazi gani? Mimi sijui, tunakuonaona tu, lakini sasa unajua psycho yangu mimi na ya kwako naweza kuwa iko sawa. Unataka umfanyie mtu research kwamba huyu jamani dereva malori. Kwa mimi na shida ya dereva. Kwa hiyo nimwambie brother, mimi nimesoma mpaka hapa, mimi mwenyewe ni dereva, kwa hiyo zingatie sasa mimi mtangazaji. Wewe unafikiri naweza kukusaidia wapi? Huko unapopita pita sasa itakuwa ni kipengele kabisa. Kwa hiyo watu hawajui kwamba hata mtaji wa mahindi au mtaji wa kuchoma vitumbua au kuchoma miogo. Miogo unamka saa 11 mpaka saa 4 au saa 5 umekunja faida 20,000. Yani kama uko smart unamsikiza Talk Business, umemsikiza Kabenda na nini, ukaamua sasa mimi na 50,000 hapa nda Mabibo sokoni, una miogo yako, una karai lako, una mafuta yako fresh, mtaa umetulia, anza kuchoma pale. Mimi kuna kipindi msiri niliwahi kukutana na wamama wanaouza mchicha. Na nikawasimamisha wale mama, nikawasalimia vizuri kwa heshima na nini, nikazungumza nao mambo mengi, na kiukweli unachokisema nilikishangaa sana. Mimi nilikuja kuona wale mama wanatengeneza pesa ambayo mtu mwingine ukipiga kwa mwezi inazidi mshahara wa mtu ambaye kasoma mpaka chuo kikuu. Blaza, hizi biashara ndogo ndogo hatari. Lakini kumbuka haina kodi ile. Haina kodi, haina pango. Umeona? Kwa unaweza kaona, lakini watu wanadharau. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kujifunza. Sure. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba lazima mtu ajue akili ya kutafutia pesa haitoshi kuzizalisha pesa. Ndio maana watu wanapewa mitaji. Maana amekopa, ameomba, amesaidiwa, amepata. Hiyo ni akili pia, unajua. Kuomba hela na kutafuta mtaji na kuupata, hiyo nayo ni akili. Sure. Lakini kupata ile pesa tu bila kujua namna ya kuitunza ile pesa. Kwa sababu unaweza kupata mtaji wa milioni 3 leo, alafu ukaambiwa mjomba kameza shoka. Naleta kutatua matatizo mengi. Unaanza tena, nafikiri unanielewa ninaposema mjomba kameza shoka. Matatizo ya kijiji. Maana yake unaanza kutumia tena ile pesa ya mtaji kwamba kwani natajua. Yes, kashanipa. Unatatulia matatizo ya nyumbani. Maana yake akili ya kutunza pesa huna. Na akili ya kutunza pesa inaanza na ufahamu, awareness. Mimi nataka ukishamaliza hiyo kitu
Baada ya kusema kwamba umepata hela unasikia mjomba kameza shoka, nataka nikupe story moja tu. Ukishamaliza sitaki kukuinterfere. Shamaliza, endelea kutupa mali unikumbushe. Lakini so kwenye upande huo sasa ni kwamba inabidi mtu awe aware kwamba kuna kutunza pesa, kuna umuhimu wa kutunza pesa. Unajua vitu vingine watu hawavifanyi kwa sababu hajaona umuhimu wake. Ndio maana hela inatumika kiholela. Laiti angejua kwamba kumbe nikitunza pesa kidogo kidogo kwa mwendelezo kwa kiwango kile kile, itafikia hatua ni kama punje ya hindi. Ukiwa unaweka punje moja ya mahindi, punje ya pili kesho yake, punje ya tatu kesho yake, baada ya muda wa siku labda 90 kutakuwa na punje 90. Na pesa ni vile vile. Ukiwa unaweka shilingi 500 kila siku, shilingi 500 kila siku au 1000 kila siku, kwa muda wa miezi mitatu una F90 ambayo leo hii ukiwa na emergency mtu akakwambia kuna shida ya F90 unasema sina. Sure. Lakini kumbe ile F90 hauna, ila ulipaswa uwe nayo kama ungekuwa unaweka shilingi 1000 pembeni kila siku kwa muda wa miezi mitatu. Miezi mitatu tu mtu atakuwa na F90. Vipi mwenye uwezo wa kuweka 10,000? Ni 900,000. Hata kama yeye hiyo hela haihitaji kuitumia sana, anaweza kuwasaidia wengine. Sure. Kwa awareness kwanza hiyo haipo. Na hii awareness pia inatokana na kwamba tumekulia kwenye mazingira ya watu ambao hawakuwa wanaona umuhimu wa maarifa. Mfano nikuulize Msiri. Wewe uliwahi kuona nyumba ipi ambayo wanajiweza kidogo ila hawana kabati la vyombo ila wana kabati la vitabu, wana bookshelf toka unakuwa? Yaani kwamba ukiingia kwenye nyumba ya kina fulani kabati la vyombo huwezi kulikuta ila kuna kabati la vitabu. Mimi kwa shida imeanzia mbali, lakini katika hiyo nakumbuka niko Morogoro nasoma. Yaani hapo umeniambia ndo nijaribu kusearch wapi. Ni kuna mshikaji wangu mmoja kwa David. Yeye ni mtu wa South Africa, mzungu. Tutanaye kwenye mpira. Mimi nimecheza mpira Mall Kids pale. Vitu vingi. Yeah, brother. Kuna kipindi ndugu yangu mmoja sasa mimi tukuchangia utoke bwana. Inabidi. Umeona bwana? Ndio unajua mazingira ya kizungu. Yeye ni mzungu, alikuwa anakaa forest kabisa huko juu. Kwa kuna siku nimeenda pale nikakuta tu kuna screen, alafu ndo nimeona shelf ya vitabu. Sijui kama yani kwa mara ya kwanza kukutana mazingira ya nyumbani afu ni ya tofauti. Pametulia. Naangalia mpaka leo nakumbuka. Yaani mpaka uliponiambia hivyo kwamba ni nyumba ipi ambayo umeshaingia, ukakutana na shelf ya kabati la vitabu na ukaacha kukutana kabati la vyombo. Ndugu yangu hata tukienda kupanga nasema makabati ya vyombo yapo. Na katika nyumba tulizotoka sisi kulikuwa mpaka na vyombo vya wageni. Hadi vyombo Kwa unaweza kufikiria kwamba hakuna mahali ambapo huyu mwana huyu ambaye tunapambana kumpa maarifa pia alionayo na sisi tumuongezee mengine, lakini ametoka kwenye mazingira yale yale. Sure. Kwa wakati mwingine tunawalaumu vijana kwamba vijana hawajielewi. Wametoka kwenye mazingira yapi? Wametoka kwenye jamii ipi? Mfumo. Hapa ni Dar es Salaam. Ni jiji la kibiashara. Actually ni mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania. Mji mkuu wa kisiasa na kiutawala ni Dodoma. Mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam kwa sasa. Mpaka sasa. Lakini mji huu mkuu wa kibiashara, zunguka kutoka hapa Mikocheni, nenda mpaka Tegeta, nenda Bunju kwa daladala, kwa bajaji, kwa vyovyote vile. Hata kwa mguu kama unaweza. Nenda hadi Mbagala, zunguka hadi Kigamboni, rudi mpaka Ukonga, nenda kote kule. Unitafutie mtu ambaye utamkuta yuko kwenye daladala anasoma kitabu. Na hii ni Dar es Salaam. Labda Masaki huko nini? Sasa Masaki sijataja. Na labda. Na yani labda. Labda Masaki kule. Kwa hiyo tuko kwenye jamii ambayo maarifa yapo na amefichwa kwenye kitabu. Kwenye vitabu. Ukitaka kumficha Mwafrika, weka ujumbe kwenye kitabu. Leo hii ukianzisha wewe tamasha Msiri, kwamba kwa sababu tunataka tuwekee tamasha bana, tuwaletee watu ambao wana maarifa, wanasoma vitabu, waje wahamasishe kusoma vitabu. Na ni bure, hawatakuja. Na ukaweka tamasha la muziki, mama, na kuna kiingilio, watakuja. Kwa hiyo hatumlaumu mwana kwa nini kaacha tamasha la vitabu, kaja kwenye tamasha la nini? La muziki. Ni kwa sababu katoka katika mazingira ambayo kuna kabati la vyombo nyumbani, kuna sabufa, anapewa hela yenye maelekezo. Hela yenye maelekezo, kanunue hiki. Ndio mtoto yule alikuwa anapewa hela, anaambiwa kanunue soda, kanunue nini, mtoto mzuri, kanunue hiki. Vitu vya kumfurahisha.
akija kuajiriwa mshahara ukitoka Msiri anaanzia kwenye maduka. Gari, simu, nini. Akichukua mkopo, mtu ameajiriwa anachukua mkopo wa gari. Sio kwa ajili ya biashara. Sio kwa ajili ya kununulia hisa. Hisa zipo na zinazidi kupanda, ila hana hiyo elimu. Hajatoka kwenye hayo mazingira ambayo wazazi wake walikuwa wananunua vitu, walikuwa wanawapa maarifa nyumbani ya vitu vya maana. Kwa tuna changamoto kubwa. Mwanzoni hapo umesema muda si mrefu hapo umesema kwamba tuna safari ndefu. Safari yetu ni ndefu kweli, na ndio maana mimi kipindi kama hiki ukiniita nakuja, nakubali, kwa sababu ninaona ni kipindi ambacho kinafanya kazi kubwa ya kuwafanya vijana waweze kuanza kujua kwamba kumbe mimi sifanikiwi sio kwa sababu sina bidii. Mimi si kwamba sifanikiwi kwa sababu sina mchongo. Sure. Kuna mambo mengi yanayonikwamisha ya kiufahamu. Inabidi niwatafute watu ambao wanayajua haya mambo, angalau nipate mahali pa kuanzia. Mimi Msiri nimekaa na watu ambao wanafanya biashara ndogo, unaweza kuziita za ajabu, lakini ukikaa naye ukamwelewesha haya mambo, wazungu waga wanasema aha moment, ile aha moment. Yani anasema aisee mkuu, yani natamani ningekujua miaka 3 iliyopita. Sure. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu naona sijachelewa. Safi. Na ukimtafuta baada ya miezi 6, hatua alizopiga hauwezi amini, huyu ni mtu ambaye alikuwa anafanya biashara ndogo bila kutambua kwamba ina potential kubwa, ina uwezo mkubwa wa kuzalisha pesa nyingi. Baada ya kupata maarifa na kupata usimamizi walau kidogo, huyu mtu amepiga hatua kubwa. Kwa hiyo unagundua tatizo la vijana wengi ni tatizo la kimaarifa. Sawa. La kiufahamu. Haina shida. Katika swala la kiufahamu bwana, nimemwona ndugu yangu Big Joe au North Kid. Bwana Joe, kwa wapi Joe? Njoo bwana wasalimie wana, moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa sana kwenye Msiri na wana au vipi. Anaitwa Joe, ni graphics mmoja mkali sana. Na unabidi ukutane naye hapo au vipi? Wako na pacha yake pia. Shout out to you Joe, North Kid, wherever you are. Au vipi Ni noma sana. Sawa, umezungumzia namna ya kupata maarifa, lakini cha mwisho, kwa sababu leo tuna mpira hapa. Ndiyo. Na wewe na imani kabisa ni timu Simba. Yeah, na imani hiyo timu Simba. Ndio maana madini mengi. Moja kati ya vitu ambavyo nataka nikuongezee kuna makosa ambayo tunayafanya kupitia miili yetu. Unajua miili yetu ina mapokeo. Ndiyo. Vitu unavyovizungumza ndio ambao usijinenee mabaya, usizungumze vitu vibaya. Sijui kama umeelewa. Yeah. Sasa kuna kosa moja kubwa sana ambalo juzi nimepitia kwenye mitandao. Ndiyo. Kama nilivyopitia nikakutana na wewe tukawa ndugu. Na basi hivyo nikapitia nikasema hichi nitaenda kuambia wana. Ndiyo. Unapokuwa unapata muda wa kula chakula cha jioni au chakula chochote, umeweka maji pembeni kwenye glass. Make sure usiongee kitu kibaya. Maji yana mapokeo, yanapitia kwenye mawimbi ya mapokeo, yani yanakaa mule. Energy. Yani ukiongea kwamba sasa mimi nitafanyaje? Mimi ni wa hivi tu, maji yanapokea. Ukiongea vitu vibaya maji yanapokea. Mwisho wa siku yale mapokeo yako yote unaenda unayanywa. Maana maji yako hai. Na umealisha sumu kuhusu wewe. Kwa unaenda kunywa negative energy za kwako ambazo wewe umejiloga kwa mdomo wako mwenyewe. Kwa upendeleo unapokula chakula, ongea vitu ambavyo ni vizuri, positive, ongelea mafanikio, ongelea zile wishes zako. Epuka sana kuongelea vitu ambavyo vinakudistract, yani kama umekata tamaa, vinakuvunja moyo. Kwa na maji yako pale, kimaliza kunywa, acha maji tu kwanza, chakula kimepikwa, maji ambayo yako hai, kimaliza ukinywa, na maana unakunywa negative energy ambazo wewe umefanyaje, umevizungumza. Kwa hiyo epuka sana hivyo vitu vingine ambavyo wakati wa kulala, wakati wa kula, kuongea vitu ambavyo sivyo, kwa sababu tumezungukwa na mazingira mengine ambayo wewe unaweza kuona hayako haya, lakini yako hai na anapokea. Hayajalishi kwamba wewe hujui, au haijalishi kama kutojua kwako sio shida ya hayo mambo, au sio bana? Shout out sana kwa watangazaji wetu wa mpira au vipi. Shout out sana kwa my brother, nimemfananisha Peter Lugendo kwa sababu ni mtu ambaye kiungo muhimu, kiungo mshambuliaji, na muda si mrefu nitaungana naye hapa kutoka viwanjani, au sio bana? Na baada ya hapo anatuletea mpira moja kwa moja. Leo anacheza ni Simba na nani leo? Bana kidogo mimi kwenye mipira sipo. Na nikushukuru sana Talk Business. Labda chochote cha mwisho, una dakika kama 2. Cha mwisho
Umezungumzia kuhusu vitu ambavyo watu hatufahamu muda mrefu, hatufahamu kama mambo ya maji yana umuhimu namna gani. Lakini mojawapo ya kitu ambacho ningependa kumkumbusha mwana pia ni kwamba kama unataka kufanikiwa kifedha, ni marufuku kumchukia tajiri. Kwa sababu zozote zile. The moment unamzungumzia vibaya mtu aliyokuzidi kifedha, maana yake unaambia maisha kwamba na wewe ukifika pale uzungumziwe vibaya. Kwa hiyo maisha yanakukataa mazima. Utabaki chini huku. Hausongi mbele, haupigi hatua kwa sababu kiti kimekukataa. Sure. Kwa hiyo hilo kijana pia alijue kwamba bana kijana ndio hawa na vijana ndio sisi. Shout out sana kama upo kwenye daladala unasikiza Msiri na Wana. Leo tulikuwa na risali moja, tuchekiane Jumapili ijayo au vipi bwana. Lakini shout out nyingi sana kwa Umi Africa Collection au sio bana, Sinza Mapambano. Sinza Mapambano, wapambanaji wote tunakutana pale kwa ajili ya kudrip bwana. Fanya kila kitu lakini usikosee kuvaa, usikosee muonekano. Muonekano ndio unaficha umaskini, muonekano ndio kila kitu au sio bana. Kuna vitu vingine usisubirie, usio na maisha ya kusubiria. Utasubiria upate hela, utasubiria upate mke, utasubiria upate kazi, mwisho wa siku utasubiria ukue, mwisho wa siku utasubiria kufa, mwisho wa siku tutakusubiria kukuzika. Au vipi bwana? So chochote kinachowezekana kifanye. Shout out sana kwa Umi, shout out sana kwa Mama Salma anasikiza radio, shout out sana kwa Salma au vipi sema Zanzibar. Zanzibar DJ Zoro au vipi, tutakuwa pale tarehe 25 au vipi, friend with Zoro. So ni moja kati ya washikaji zangu wakubwa sana. Bwana, mimi na kupeleka moja kwa moja uwanjani. Niliwaambia mimi nishoe kuwa mwanamuziki na hii hapa ndio ngoma yangu inaitwa Kizunguzungu. Kwa nini sasa nisipige? Sasa unacheka. Hebu nisikie kwanza hicho kizunguzungu chenyewe hicho. Kweli? Kizunguzungu hiyo. Tulia kwanza nikwambie. Unaona bwana? Naona kizunguzungu. Naona kizunguzungu. Tulia kwanza. Naona kizunguzungu. Naona kizunguzungu. Amka hiyo. Labda tunarudia sasa hivi. Kwa bedi. Kuna demu hapa ni Bongo FM. Tupate kwa airwaves. Tufanye hivi bana, nataka nikupeleke moja kwa moja uwanjani, lakini kabla kupeleka moja kwa moja uwanjani nataka nikuache na ngoma yangu Peter Lugendo kutoka viwanjani huko. Leo ni Simba na Namungo Simba na Namungo ndo napenyezewa hapa. Mimi kiukweli niko timu Simba, nisiwe mnafiki. Huyu hapa ni msiri mwenyewe anakuambia kizunguzungu enzi hizo, mtoto mdogo Kizunguzungu, naona kizunguzungu. Kizunguzungu, naona kizunguzungu. Kizunguzungu, naona kizunguzungu. Kizunguzungu, naona kizunguzungu. Naamka asubuhi, mfukoni pesa wala sina, kucheki